Mmoja kati ya wanamuziki wazuri kabisa, Mathias Walichupa kutoka nchini Tanzania, akiimba wimbo huo wa Ni Wewe. Tuko naye hapa studioni ndani ya Buruda Barida leo hii kuhakikisha kwamba unakwenda kupata upako lakini burudani ndani yake kwa mtindo wa Injili, muziki huu wa Injili na kadhalika. Karibu sana Mathias. Asante, na furahi kuwa hapa. Sisi tunafurahi zaidi ndani ya Kasri ama ndani ya Crown FM. Sisi tunasema hapa ni nyumbani na tunajisikia faraja sana tunapokuwa na wageni kama wewe hapa ndani. Kwa hivyo karibu tena na tena, najisikia nyumbani. Na mara zote ni faraja sana kuwa nyumbani. Kabisa. Kwako ni fahari kiasi gani Mathias kutumikia tunasema kwenye ibada hii, lakini kupitia njia ya muziki wa Injili? Unajisikia fahari kiasi gani na yanaishi yale matumaini ama maoni yako, maono ambao ulikuwa nayo katika safari hii ya muziki? Naona kama nimetafsiri ndoto niliyokuwa nayo siku nyingi, kwa sababu nilikuwa kila siku nahangaika kama mwanadamu kwa mambo makubwa ambayo Mungu amenitendea. Ni kitu gani naweza kumpatia kama zawadi pekee? Sasa the matter of fact kwamba mimi ninamtumikia kwa njia ya uimbaji, naona kama ni zawadi nzuri ambayo nimempatia kama dhabihu za sifa, na ninaamini hata yeye mwenyewe Mungu anapokuwa ananitazama nikiwa bado kijana mdogo anafurahi sana kwamba nimeamua kuifanya kazi yake. Ni Wewe ni moja kati ya nyimbo ambazo zina muda mrefu zaidi ya miaka 5, sio? Ni kweli kabisa. Na bado zinafanya vizuri na ni moja kati ya ngoma pendwa tunasema kutoka kwako Mathias. Amen. Hii inafanya ujisikie vipi? Inanifanya nijue kwamba Mungu ana uwezo wa kumtumia mtu yeyote kama wakala wa kuifikisha message yake kwa watu pasipo kujali matabaka ya namna yoyote. Kwamba hata mimi aliweza kuniamini na akakubali kunitumia kama chombo cha kuifikisha message hii muhimu kwa watu wengi sana ambao nimekuwa napokea shuhuda zao wakibarikiwa na kuhudumiwa kwa namna ya tofauti. Wengine hata ni wagonjwa wamekuwa wakipona kwa kutumia nyimbo hizi. Na mimi sikutoa chochote ili kupata hiyo neema. Ninaona kama ni jambo la kumrudishia Mungu tukufu. Aha. Amen. Ni jambo zuri sana. Kwa muda gani uko kwenye burudani mpaka sasa hivi Thomas? Nilianza mwaka 2009. 2009. Nilianza mwaka 2009 lakini mpaka sasa naendelea. Ingawa zile jitihada za mwanzo za kuhakikisha kama unafanya kazi na mpaka kufika hatua ya kutazama na wengi zilikuwa zinachukua muda mrefu kutokana na nature ya mazingira. Na mpaka nifika hatua nikajifunza production mwenyewe. Kwa hizo nyimbo zote unazisikia nimeproduce mwenyewe. Nikajifunza production. Nikawa naweza kufanya kazi zangu kwa sababu ya nature ya mazingira kidogo. Ilikuwa ni ngumu watu kuweza kusikia kwa haraka. Kutokana na hilo ambao nilisema umegusa kwenye mambo ya uzalishaji mwenyewe na hata nyimbo ambazo tunazisikia kwa asilimia kubwa umetengeneza wewe mwenyewe. Una mpango ama tayari unafikiria labda huko siku za usoni utabaki kwenye kiti cha kuwa producer pekee, kidogo mambo ya kuimba ukaweka pembeni? Uimbaji na uproducer sio vitu ambavyo vinakinzana. Ni jambo moja. Kwa hiyo kusema kama kwa njia ya production unaweza kaacha uimbaji, inaweza ikawa sio jawabu zuri, lakini kwa sababu ni vitu ambavyo vinatoka kwenye msukumo wa ndani na ni kazi ya Mungu, sitoweza kuiacha. Mimi nitafanya tu. Nitafanya tu sana kwa kadiri Mungu atakavyonipa nguvu, mpaka pale atakaposema yeye mwenyewe inatosha, basi ndipo itakapotosha. Ukuaji wa huduma ya muziki wa Injili hapa nyumbani Tanzania, kwako unauona unakuwa kwa kiasi gani? Mungu ni mwema. Anajisazia watu wengi ambao anawatumia kwa namna tofauti katika kuifanya kazi yake. Kitu cha muhimu zaidi ni kuona yale matokeo ambayo yanatoka kwa watu wanaosikiliza na kutazama kila siku hizo kazi. Kama hizo kazi zinawavusha na kuponya mioyo yao na kuwaleta katika mazingira ambayo yanakuwa ni ya amani na furaha na faraja, basi inakuwa ni sifa na utukufu kwa Mungu, na ni jambo zuri zaidi watu wakiendelea kuifanya kazi ya Mungu. Kwa hiyo kwa namna yote inavyokuwa, mimi namrudishia Mungu tukufu kwa sababu najua sio kazi rahisi kuwa kwenye platform kama hizi. Kabisa. Kwa zaidi ya miaka 10 uko kwenye muziki wa Injili. Na sasa hivi tunaona muziki unaenda kwa kasi kubwa sana. Ni vitu gani kwenye kati hizi Thomas vinakuvutia na vipi ambavyo havikuvutii kwenye muziki wa Injili? Na
Kitu ambacho kinanivutia ni kwamba kumekuwa kuna ongezeko kubwa la creativity katika kufanya kazi. Watu wengi wamekuwa wakitazama kazi katika namna ya uwanda mpana wa kuona namna gani wanaweza kaifanya kwa ubora zaidi. Lakini watu wengi pia wamekuwa wakiendelea wamekuwa wakifanya kazi zao, na pamekuwa pana masoko ya kidigitali ambayo yanafanya kuwafikia watu wengi pasipokuwa na belia ya mipaka ya nchi na nini. Mtu kazi yako inaweza ka trend sehemu yoyote na watu wakapata ujumbe. Lakini kitu ambacho mimi sipendezwi nacho, nafikiri ni ile hali tu ya kukosa umoja na mshikamano wakati mwingine, kwa sababu Mungu anapokuwa anatutumia sisi, kwetu sisi ni mwili wa Kristo. Kwa hiyo kila mtu katika mwili wa Kristo ni kiungo. Sikio aliwezi kusema mimi kwa sababu ninasikia siwezi kushirikiana na jicho, hapana. Wote wanafanya vitu kwa pamoja ili kuweza kukamilisha ile kazi kwa umoja. Kwa hiyo na hata wenzangu kama wananisikia, ni wito wangu kwamba tuendelee kuwa na umoja na mshikamano katika kila tunalolifanya, ili kwamba iwe rahisi kuweza kuikamilisha kazi ya Mungu katika namna ya uzuri na ubora zaidi. Ni umoja wa namna gani hasa ambao unauzungumza? Ni ule umoja ambao unahusisha nyanja zote ambazo zinahitaji ushirikiano, kwa sababu kazi ya Mungu inahusisha vitu vingi, na kazi ya Mungu sio ile ambayo ni selfish, kwamba unaweza ukawa unajifanyia mwenyewe tu. Mimi nahitaji kufanya kazi na musician band, nahitaji kufanya kazi na waimbaji wenzangu, nahitaji kushirikiana nao kimawazo, nahitaji ushauri kwa walionitangulia, ninahitaji kuwashauri niliowatangulia, ninahitaji kukaa kusupport wengine ambao hawana uwezo, na nina uwezo kama unaona mimi ni producer, naweza nikaproducea mtu mwingine wimbo kwa maana ya kumsupport. Na njia zote ambazo zinawezekana katika kusupport, hata kumshika mtu mkono akamwambia Mungu akutie nguvu katika safari yako, inakuwa ni mchango bora zaidi na unaonyesha ushirikiano na umoja. Sawa kabisa. Matias, kwako unaziona changamoto za namna gani katika tasnia ya muziki wa Injili? Changamoto zipo, na kwanza kabla sijazisema napenda kusema kwamba ndio hizo zinazotufanya kuwa bora siku zote. Kwamba unapokutana na challenge, automatically unaiamsha ile akili yako katika kupambana na kuona njia alternatives nyingi ambazo zinaweza zikazaa mafanikio makubwa zaidi mbeleni. Lakini changamoto ziko nyingi kama uchumi. Wakati mwingine hizi kazi zetu zinahitaji investment kubwa ili kwamba uweze kufanya consistently, ili kwamba uweze kufanya kwa ubora kwenye quality ambazo zitakizi viwango vya kimataifa au viwango vya kitaifa. Wakati mwingine unaweza kukuta ni mwimbaji na ukafanya kazi ambayo hata kitaifa haikidhi viwango, kwa sababu teknolojia inakuwa na inahitaji mtu kidogo mwenye fikra pana ili kuweza kupambanua mambo, na anapopambanua anajikuta anahitaji pia investment katika kufanya kazi yake iwe na manufaa na matokeo mazuri zaidi. Kwa hili uliloligusa la masuala ya uchumi kupitia muziki wa Injili ambao nyinyi kwenu ni kama huduma, na mara nyingi wasanii wengi hawasemi kama hii ni biashara, muziki ni huduma, wanasema ya kiroho ambayo inatolewa ndani yake. Kuna ubaya ama ugumu wa namna yoyote kuichukulia tasnia hii ya muziki wa Injili, kuweka katika njia ya kipato, tukasema kwamba hii ni kazi, ingawa ndani yake tunafanya kiroho na tunatoa huduma ya kimungu, lakini ili mambo yaende kama ulivyosema, kuna vitu vinahitajika kidogo vitengenezewe njia zake ambazo zitaingizia kipato na nyinyi kusonga mbele. Kwako unalisemaje? Biblia inasema kipawa ni kama kito cha thamani ambacho Mungu anampatia mtu ili kwamba pia kiweze kumneemesha. Kitu kibaya ni unapotaka kukitumia kipawa kuiathiri madhabahu. Lakini kukitumia kipawa katika nyanja ambazo zingine ambazo haziathiri madhabahu kuweza kujiingizia kipato, sio kitu kibaya. Kwa sababu kama hivi unaona sisi tunatoa nyimbo na zinapatikana kwenye each and every digital platform. Watu wanapata nafasi ya kusikiliza. Wanaposikiliza automatically kuna mapato ambayo yanaingia kama mauzo. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu ambaye atakuja atasema kwamba auzi hizi kazi zake, atakuwa kuna element fulani atakuwa amesema uongo, kwa sababu anauza hata kwa wale ambao wanasikiliza. Hata mtu akisikiliza YouTube tu akasikiliza tu akajikuta tu amesikiliza kwa namna yoyote, akakulipa tu comment kuandika Mungu akubariki sana, bado anakuwa amekuchangia mapato fulani. Kwa hiyo muziki ni biashara, lakini pia ni huduma. Unapokuwa unaifanya kama biashara, haitakiwi kuathiri madhabahu. Kwa namna ipi kuathiri madhabahu? Chochote ambacho kinavunja heshima na taswira ya Mungu kinaiathiri madhabahu.
Kwa mfano, kuna namna ambavyo tumekuwa tukitumika kwenye mazingira. Kuna mazingira ambayo ukienda kutumika unatakiwa kumsikiliza Roho Mtakatifu, na kuna mazingira ambayo ukienda kutumika hautakiwi kumsikiliza tu Roho Mtakatifu, unatakiwa pia kuelewa mazingira yapi haya. Kwa mfano mimi nimealikwa kwenye nini, kwenye birthday, sawa, birthday party, sawa. Ni event ya namna gani? Ni event ya furaha, kuenjoy kwamba tuko tunafurahia ndugu mwenzetu ameongeza miaka. So pamoja kwamba nitamuuliza Roho Mtakatifu kwa habari ya kwenda au kutokwenda, lakini hiyo event ni event ambayo mimi naenda ku-entertain. Lakini kuna sehemu unaweza kualika watu kwenye mkutano wa Injili, unatakiwa kwenda kwenye mkutano wa Injili ambao mlengo wake ni kutaka kuwavuta watu kwa Kristo. Umeona? Hiyo kidogo na nani. Au kwa mfano kwenye harusi. Wanakuita uende kwenye harusi. Ile pale ni issue ambayo unaimba wakati mwingine watu wanakula pale, si unaelewa? Sasa ni issue ya ku-entertain. Kwa ni jambo la baraka lile. Lile ni jambo la baraka kulifurahia. Lakini unamsikiza Roho Mtakatifu anachosema, anaweza akakwambia fanya hivi, unafuata yale maelekezo. Na hii kazi, unajua kwa nini pamekuwa pana mkanganyiko kidogo? Kila mtu anapokuwa anaifanya ana maelekezo ambayo anayapata kutoka kwa Mungu. Kama hajapewa maelekezo kutoka kwa Mungu, amejipa nini? Maelekezo. Maana anafanya kitu ambacho kiko nje yake. Sasa inakuwa hakuna specific module ya kusema kwamba utafuata kipengele hiki na hiki na hiki na hiki na hiki. Ukiwa umejipangia mwenyewe, unaelewa, unakuwa unajipangia standard zako wewe mwenyewe. Kwamba mimi bila kitu fulani siendi kufanya. Lakini ukiwa umeelekezwa na Roho Mtakatifu, zipo limitations ambazo atakwambia hiki unaruhusiwa kufanya, hiki hauruhusiwi kufanya. Sawa kabisa. Kuokoka kwako Mathias kumekupa faida gani? Kwa sababu kuna baadhi ya vijana wa rika kama la kwako wanajiona bado sana, na kuokoka pengine hakuna maana yoyote kwenye maisha sasa. Kuokoka ni kwa faida ya mtu mwenyewe. Kwa nini nasema hivi? Kwamba Mungu anaposema usinywe pombe, madam, sio kwamba ukinywa pombe na yeye atalewa. Utalewa wewe. Anaposema usivute bangi, sio kwamba anamaanisha ukivuta bangi na yeye atakuwa na ule mwemko ambao utaupata baada ya kutumia. Au akikwambia usizini, hana maana kwamba ukienda kuzini kama kuna changamoto utapata au furaha kwamba na yeye ataenjoy. Anakuambia hivi vitu vyote ni kwa ajili ya faida ya maisha yako wewe mwenyewe, kwa sababu yeye ni Alpha na Omega, anaujua mwisho kabla mwanzo haujaanza. Kwa hiyo anaweza kaelewa kwa ufanisi changamoto gani ambayo inaweza kukupata miaka 10 baada ya kufanya lile tendo. Ndio maana akisema usifanye, wewe unachotakiwa sio kuwa mbishi, ni kutokufanya. Kwa hiyo wokovu, kama mimi napenda kumshukuru Mungu, ameniepusha na hatari nyingi sana. Wakati nimeokoka, kuna vijana wenzangu ambao tulikuwa tunafanya nao vitu vingi. Mimi nilikuwa ni mgomvi sana wakati nimeokoka. Pigana sana. Nina hadi alama hadi leo za mikononi za watu ambao tulikuwa tunapigana nao. Lakini wao waliokuwa wanapigana, sasa hivi ukiwatazama maisha yao, wameshakuwa na mambo mengi ambayo ni ya kiuharibifu. Kwa hiyo utajaribu kuona hata achana tu na vitu vingine, ni kwa ajili ya faida ya sisi wenyewe. Kwa sababu akisema uvae uchomekee, sio kwamba ukichomekea kwamba na yeye kule anachomekea kule mbinguni, ni wewe. Kwa hiyo hata ukikutana na watu wakakuamini kwa sababu ya muonekano bora, inakuwa ni kwa faida yako wewe. Kwa hiyo hata mtu anayenisikiliza hapa ambaye anapata changamoto kufanya maamuzi ya kumpokea Kristo Yesu, ni kwa faida yako wewe mwenyewe. Sawa. Turudi kwenye upande wa burudani na muziki. Tangu uachie Ni Wewe, ni muda mrefu, wimbo ambao umekamata na kubamba sana. Wimbo gani mwingine ambao uliuachia baada ya Ni Wewe ambao uko vizuri na umekubalika kweli kweli? Nyimbo nyingi kidogo. Unajua mimi ni moja kati ya hizo. Okay. Kuna wimbo unaitwa Nitashinda. Sijaandikiwa kushindwa. Chiki, tunaweza kupata wewe Nitashinda. Nitashinda. Wakati DJ Chiki anatutafutia Nitashinda, maana yake huo ndio wimbo tutakaoondoka nao hapa ndani. Sababu ukituimbia huku tunaondoka. Kwa upande wa mashabiki ambao wanakusikiliza sasa hivi Mathias, ni muda mrefu sana uko kwenye tasnia, na kuna kipindi unasema ulikuwepo sana, kuna kipindi kidogo ulikuwa umetulia. Kuna mikakati gani na matarajio yapi watarajie kuanzia hivi sasa kwa ujio wako Mathias?
watarajie mambo mengi sana, watarajie mambo mengi kwa sababu kuna vitu vingi tunaviandaa. Kitu cha kwanza ambacho naweza nikakizungumza kwenye hii interview ni kwamba mimi pia nimefika wakati ambao naweza pia nikasupport vijana wenzangu kwa udogo na wenyewe ambao ni waimbaji lakini kwa namna moja au nyingine wameshindwa kwenye vipengele fulani, kwa sababu mimi ni producer, ninaweza nikawarekodi nyimbo, tunaweza tukashoot video kwa kile kipato ambacho nakipata, lakini pia tunaweza tukafanya promotion kwa uchache vile ambavyo Mungu anatujalia, na nikaamua kuanzisha kitu inaitwa Exclusive Sound. Exclusive Sound ni recording label ambayo kuanzia mwezi wa 6 tutaanza rasmi mwezi wa 6 mwaka huu tutaanza rasmi kumtambulisha mwimbaji wa kwanza ambaye ataachia kazi zake, pia na yeye ataanza kumtukuza Mungu kwa safari ambayo Mungu amemjalia, na sifa na utukufu vitamrudia yeye. Tutamleta, atakuja hapo tumtambulishe kwa sababu hapa ground ni nyumbani. Hapa ni nyumbani. Lazima mahali pa kuanzia pawe ni nyumbani. Anakuja nyumbani, anaonyeshwa kwamba miko ni hii na hii ya kazi, alafu anafanya kazi kwa utukufu wa Kristo Yesu. Kwa hiyo umeamua kurudi kitofauti ndani ya mwaka huu kwa ajili ya kuinua vijana wenzio ambao wanahitaji kuingia katika huduma hii ya kiroho kupitia muziki wa Injili. Milango iko wazi, sio? Iko wazi. Wako wengi hao, wanakufikiaje sasa? Iko wazi, maana yake nitatoa namba yangu ya simu, lakini sina maana kwamba niko kwenye usaili. Hivi vitu ni vya awamu kwa awamu. Kwa maana hiyo tayari umeshajua watu gani unakwenda kuanza nao sasa hivi? Ambao wako watu tayari ambao nishaanza nao preparations za mwanzo tangia mwaka jana mwezi wa 12. Tushakuwa na preparations za kujiandaa. Mwezi wa 6 ndio muda kamili ambao wao wataanza kuziachia kazi zao. Vipi kwa upande wako wewe mwenyewe kuachia ngoma? Na mimi naachia. Lini tutarajie? Naachia wiki ijayo, naachia wimbo, sitaki kusema lakini anyway naweza nikausema, ni wimbo unaitwa Kila Kitu Kitakuwa Sawa. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.